Jamani, mambo, habari, karibu kwenye episode yetu ya leo jamani. My friend, nakumbuka wakati nina miaka 14, mamangu siku nimerudi zangu nyumbani kutoka shule, nakuta watu wamezunguka nyumbani, yani watu wako nyumbani, ukiangalia tu wanalia, like walikuwa wanalia, wana machozi, macho yamevimba. Walivyoniona wakajifanya kama wamenyamaza, wakajifanya kama wanazuga, lakini mimi kwa sababu sasa sikuwa mtoto, yani akili yangu nilijua kabisa kwamba kuna tatizo. Yani lakini katika vitu ambavyo nilikuwa sijajipanga navyo jamani, ni kufika na kuambiwa mama yangu amepata kitu chochote kibaya. Nimefika na kwambia, wamenichukua wameenda wamenikalisha ndani, wakaanza kunipa pole, mara wananiambia unataka nini, kama unataka chakula tukupe chakula ule kwanza. Yaani nikawa nashangaa kuna kitu gani, mbona sielewi? My friend, nikachukua chakula nikala, lakini hakiendi. Nikamwambia chakula hakiendi, naomba tu mniambie mnachotaka kuniambia. Ndio mamangu mkubwa akanishika mkono akaniambia pole sana, lakini haina budi kushukuru matokeo ya Mwenyezi Mungu, lakini mamako hatupo naye tena duniani. My friend, nadhani katika maisha yangu yote mpaka sasa hivi hakuna siku ambayo nilishtuka na roho iliniuma kama ile siku. Roho iliniuma, nilishtuka, yani nililia kilio cha mbwa mwizi. Nililia sana, lakini at the end of the day ndio hivyo, mama hawezi kurudi kwa sababu nimelia. Sasa msiba ukafanyika kama kawaida, mama akazikwa. Sasa katika kitu ambacho nilikuwa notice, kuna huyu rafiki yake mama ambaye alikuwa anakuja sana nyumbani. Yani alikuwa na mama wanaenda vikoba, wanaenda chama wote. Yani ndio walikuwa mtu na shoga yake, yani mtu na shoga yake, mtu na shoga yake kweli ninavyowaambia. Sasa unajua msiba ulivyoisha watu wakaanza kuondoka makwao, lakini nashangaa yule shoga yake mama akawa amebaki. Mara ya kwanza mimi nikawa najua anabaki kwa sababu simajui tena, kwa sababu alikuwa karibu na mama, labda alikuwa anataka abaki aone tunakuaje ama nini hivyo. Hapo tuko na wadogo zetu wawili, niko na wadogo zangu wawili. Tumekaa kama mwezi umeisha, bado yupo huko nyumbani, anapika, anakula, kuna chumba kingine ambacho alikuwa analala. Akawa anaishi hapo. Sasa mimi kimoyo, unajua, nikataka kwenda kumuuliza baba kwamba yani nini kinachoendelea, mbona huyu fulani haondoki. Siku hiyo akatuita, njooni, kuna kikao nataka tufanye. Nikaenda, nakwambia, tukakaa. Ndio baba akaanza kutuambia, jamani, poleni kwanza kwa kumpoteza mama yenu, lakini kama mnavyojua mimi ni baba, na kama mnavyojua kazi zangu inabidi niendelee kufanya kazi. Kwa hiyo hapa nyumbani kulikuwa kunahitajika mtu kwa ajili ya kuwalea, na mtu ambaye nimeona anatufaa ni huyu mama yenu mdogo ambaye mmekuwa naye siku zote. Hapo sasa mimi kichwa changu labda nikawa najua labda ni kama house girl ama vipi. Baba akatudondoshea bomb kwamba kwanzia leo huyu ni mama yenu, mnatakiwa mumpende, mumheshimu kama mama yenu mzazi. My friend, barely 1 month baada ya mama kufa, anatuambia kwamba baba anatuambia kwamba shoga yake mama ndio mke wake mpya. Nilisimama kwa hasira, unajua, nikamuuliza baba, uko serious kweli? Yaani mama amefariki hata mwezi haujaisha, unataka shoga yake ndio mama yetu? Baba akasema hiyo ndio final. Mimi ndio mwenye usemi na mimi ndio nishasema na imeisha hiyo. Kila mtu asambaratiki. Uwezi amini, baba akainuka na huyo mwanamke akainuka, wakafuatana chumbani. Sio, unanielewa vizuri? Wakaenda wakafunga mlango, nenda usiku ule nakwambia, kaenda akapaki vitu kutoka kwenye kile chumba akahamia chumbani kwa baba. I think aliona kwa sababu sasa kashatambulishwa kama mke, kwa hiyo inabidi ahamie uko ndani kwa baba. Sasa my dear, mara ya kwanza alikuwa vizuri sana. Mara ya kwanza alikuwa vizuri, alikuwa anajitahidi kuongea na sisi, anapika chakula, tunakula, tukirudi shule tunakuta ametupikia chakula, tukitaka kufua anatuambia au msifue, mimi nawasaidia. Kwa hiyo tukirudi tunavua nguo, tunamwekea hapo, anafua hivyo. Anafanya kazi vizuri, anaongea na sisi vizuri. Mara ya kwanza tulikuwa tumuelewi, like unajua au tumuelewi, yani hakuna mtoto yoyote ambaye amefiwa na mzazi wake alafu aje aletea mwanamke mwingine ampende kwa mara ya kwanza. Basi baada ya muda mwenyewe alikuwa anatupenda, anatuletea zawadi. Tukifanya kosa, kama baba anataka kutuchapa anatutetea kwa baba. Mwisho wa siku tukaona basi baba, kwa sababu mama kashafariki na hawezi kurudi, kwa nini tuendelee kumshikilia kinyongo? Ndio tukaanza kufunguka moyo. Sasa kuna hiyo siku tumerudi nyumbani, tukawa tunatembea tu, hatukuwa tunaongea tu. Hiyo siku tulichapwa shule. Yaani hiyo siku tulichapwa shule nzima yani. Kwa hiyo tumerudi tuna maumivu. Kwa hiyo tulikuwa tunarudi nyumbani tukitembea, hatukuwa tunaongea. Sasa wakati tunakaribia nyumbani, tukawa tumesikia sauti ya huyo mama wa kambo. Mimi somehow, pamoja na kwamba anasema tulimkubali, lakini bado, yani unajua, bado nilikuwa na mashaka, kwa sababu kwa akili zangu za kawaida huwezi kuniambia kwamba eti shoga mtu alianzisha mahusiano na baba kabla, baada ya mke wake kufa ambaye ndio mama yetu. Mimi nilikuwa nahisi kabisa kwamba watu walikuwa wanaishi wana mahusiano na baba kabla hata mama hajafariki. Kwa hiyo hapo bado nilikuwa nina wasiwasi. Nikamsikia akiwa anaongea na mtu kwenye simu. Akamwambia, bwana, hao watoto naona washaniamini, kwa hiyo sasa hivi sitaki kuanza mapema, maana nikianza mapema baba yao atashtuka au watu watashtuka, lakini subiri kwanza, nitajua cha kufanya.
tukawa tumekuja sasa, tumetokezea, akashtuka nakwambia, akakata simu haraka. Akauliza mmefika saa ngapi? Tukamwambia tumekuja tu sasa hivi, tulikuwa tunatembea. Hamjasikia chochote? Tukamwambia hatujasikia chochote. Tukawa tumeenda ndani. Tumefika ndani, wadogo zangu akawa ananiuliza, kwani kaka yule alikuwa anaongea ni nani? Jinsi mama alivyokuwa anaongea alikuwa anamaanisha nini? Nikamwambia nyewe tulieni, mimi sijui, lakini nitafuatilia. Sasa my dear, ikapita kama miezi 6 sasa hapo. Akaanza mdogo wangu wa kike kuumwa. Yaani alikuwa anaumwa, yaani unajua magonjwa ambayo hayaeleweki. Anaumwa homa, yani anakuwa usiku anachemka, homa kali, akienda darasani haongei, yani kuna wakati anaweza akakaa tu sehemu akawa amekaa tu amezubaa tu. Ukimuita haitiki, ukimsemesha haongei. Akaanza mara kukataa chakula, hataki kula. Yani ukimlisha chakula, yani hata akilazimishwa kula chakula, hicho chakula anakitapika. My friend, mtoto akapelekwa hospitali. I think walipeleka hospitali, tuliporudi tukaambiwa kwamba mdogo wenu tumempeleka hospitali, lakini hospitali wamesema hamna shida yoyote, lakini imebidi tumwache hospitali alazwe, akawa ametundikiwa drip. Kesho yake hatukwenda shule, tukaenda kumuona mdogo wetu. Nakwambia ghafla tu, yani nikawa nimemuona mdogo wangu vile pale kitandani alivyokuwa amekonda, yani ghafla amekuwa kama yani amekonda, yani kama mtoto ambaye alikuwa anauma muda mrefu, wakati alikuwa ni mtoto mzima kabisa. My dear, tukaenda tulipomwangalia mdogo wetu, tukawa tunaenda, ikapita kama wiki 2 hapo mdogo wetu katundikiwa madrip, mnakwambia mpaka maoxygen, kwa sababu ilifika stage kwamba hawezi hata kuhema peke yake. Kwa hiyo akawa ametundikiwa maoxygen. My friend, ikapita kama wiki 2-3 hivi. Siku hiyo tukawa tumeenda shule. Wakati tupo shule tukaona tu tumekuja kufuatwa. Kuna mama hapo ambaye pia ni jirani tu, family friend, akawa amekuja kutufuata. Akatuambia mnahitajika nyumbani. Akaja principal, akaja akatuchukua madarasani, akatuambia kuna emergency nyumbani, kwa hiyo mnatakiwa nyumbani. My friend, akilini tu moyo wangu tu ukawa umeshaanza kufikiria, yani nikaanza kufikiria, yani ile feeling ya kwanza ya mama ambayo niliambiwa kwamba mama amefariki, nikawa nimepata tu hiyo feeling kwamba mdogo wangu kuna tatizo, yani lazima kutakuwa kuna tatizo. My dear, kweli tunafika nyumbani tukakuta mdogo wetu amefariki. Tukamwambia mdogo wenu amefariki, juhudi zilifanyika, lakini ndio hivyo, hakuna kilichoweza kufanyika zaidi, mdogo wenu amefariki. My friend, tulilia, lakini wakati wa kuomboleza msiba akili yangu ilikuwa inanituma kwa yule mama. Yaani yale maneno aliyoongea kipindi kile, yani bado nikawa nawaza, yaani nilivyokuwa anasema kwamba ataanza kufanya lakini sio mapema, lakini atafanya. Yaani kuna kitu moyoni kikawa kinaniambia huyu mtu kuna kitu ambacho anakifanya. Sasa my dear, yani baada ya kumzika mdogo wetu, kuna namna roho ilikuwa inaniwia nzito sana, roho ilikuwa nzito mno. Roho ilikuwa nzito, yani roho ilikuwa inaniuma sana. Siku hiyo nikawa nipo zangu ndani, nikawa nasikia mtu kama analia. Kutoka nje nikamkuta mdogo wangu akiwa analia, nakwambia. Nikaenda nikambembeleza, nikamuuliza unalia nini? Akaniambia kaka, nasikia naumwa, nasikia kichwa kinauma, nasikia kizunguzungu, nasikia mwili wote unavuta, alafu kuna sauti za ajabu nasikia. Yani nasikia kama sauti zinaniita. Nasikia sauti ya mama, nasikia na sauti ya mdogo wangu. Naogopa kaka nisije nikafa kama alivyokufa mdogo wetu. Nakwambia roho iliniuma, nikaanza kulia, tukaanza kulia pamoja. Yaani katika kulia hivi tukajikuta tumeenda kwenye kaburi la mama. Tukaenda tukalia, nikawa namwambia mama, please kama unanisikia, yani kama uko sehemu unanisikia, unatuona, naomba utusaidie. Yani kama huyu mwanamke kuna kitu anafanya, naomba utusaidie, yani kwa sababu bila wewe hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya. Tunaomba tulilia, nakwambia tulilia. Sasa hii ni ngumu kwa watu kuamini, lakini somehow, yani baada ya kumaliza pale tulivyokuwa tunainuka tunaenda nyumbani, kuna namna fulani hivi ambayo nilikuwa nimesikia amani. Alafu mdogo wangu baadaye sasa jioni wakati tumepewa chakula tukawa tunakula, tumemaliza, akawa ameenda ndani kulala. Nikamfuata nikamuuliza unaendeleaje? Akanambia niko vizuri, naendelea vizuri, sisikii tena maumivu, sisikii tena chochote. Basi tukawa tumeenda shule, maana tulikuwa tunasoma shule moja. Tukawa tumeenda shule, tulikuwa tumerudi shule sasa, tukakuta mama katuandalia chakula, yani tumerudi ana bashasha hatari. Ana bashasha. Tumefika akatuambia chakula hichi hapa, kuleni hichi chakula. Tukamwambia haya, akasema nataka mle hapa, hapana nataka niwasimamie mle nihakikishe mmekula watoto wangu, yani mimi ninavyowapenda nataka mle. Mimi kimoyomoyo nikawa najiuliza wewe hii roho nzuri ya kutusimamia tu, yani kama watoto wadogo imeanza lini? Maana akitupaga chakula tu tunakutaka chakula huko jikoni, tunapakua tunakula. Hii ya kutupa chakula anatuambia tu eti anataka tusimamie, nikajua tu kuna jambo. Sasa tukawa tumeenda tumenawa mikono, tumekuja tumechukua ile sahani sasa tumeweka mezani, tunataka tule. My friend, tell me why somehow mdogo wangu yani alikuwa anainua mkono aweke mkono kwenye sahani ili tule. Ile sahani ikadondoka, yani hata ukiniambia dondokaje hata atuelewe, ile sahani ikawa imedondoka, kile chakula kikawa kimemwagika. My friend, yule mama akaanza kutukana, akaanza kumwambia mdogo wangu, una akili kweli wewe? Unajua gharama gani nimetumia kwenye hicho chakula? Unajua ulichokifanya? Umemwaga hicho chakula cha nini mtoto?
mtoto mzembe wewe, nakwambia. Akamchukua mdogo wangu akampiga. Nikaenda nikaingilia, nakwambia, nikataka kupigana naye. Hapo sasa nishakuwa mtoto wa kiume, nishakuwa mkubwa, yani hapo mkubwa na mwili mkubwa, nikataka kwenda kupigana naye. Nikamwambia yeye hapana, kama chakula kimemwagika ni chakula cha kawaida, kwani baba anatafuta hela, unampigia nini? Huyo mama akaanza kusema yani hamjui tu mlichofanya. Nikamwambia kama tujui tulichofanya, sisi tunajua tumemwaga chakula. Kwa hiyo vipi vingine ambavyo sisi hatujui tulichofanya, sisi hata hatuelewi. Akawa amemwacha mdogo wangu kwa sababu sasa aliona na panic, akaona nitapigana naye. Akawa amemwacha, lakini alikuwa very disappointed. Yeye alikuwa ana hasira vibaya mno. Akawa ameenda zake chumbani. Kuna sasa hapo kuna ukauzito fulani hivi nikawa nakasikia. Najua ni vibaya nilichokifanya, nikaenda mlangoni kwake kwenda kumsikiliza. Nikamsikia anaongea kwa hasira vibaya sana. Akawa anamwambia huyo mtu kwenye simu, yani huwezi amini. Yani hii mitoto sio hata imekuwa kuaje, lakini yani nilikuwa nimeshaweka kwenye kile chakula, nilikuwa najua kabisa kwamba ni jambo limeisha. Si kamwaka kile chakula, kwa hiyo hata sijafanikiwa. Lakini nitajaribu tena. Ile jambo bado halijaisha. Yani unajua nimeanza mbali sana, yani leo tu siwezi tu kumalizia hivi. Yani siwezi kukatia tamaa hapa. Nikaondoka na kwambia, nikaenda ndani. Hapo nilikuwa natetemeka vibaya mno, kwa sababu nilikuwa najua yani kivyo vyote kile yule mama kuna kitu ambacho alikuwa anajaribu kufanya na sio kitu kizuri. Basi kesho yake tukawa tumeenda shule, tukawa tumerudi, tukamkuta baba. Nikawa nimemuita baba, nikamwambia baba, nina shida na wewe, nataka kuongea na wewe. Baba akaniambia, kama unataka kuongea na mimi ongea, maana alikuwa yuko hapo amekaa na huyo mama. Ongea, nataka kuongea hapa. Nikamwambia hapana, nataka kuongea hapa, nataka kwenda kuongea na wewe binafsi. Baba akaanza kuniambia eti kama kuna jambo ambalo nataka kuongea, unatakiwa ongea hapo, huyo ndo mama yako. Kwani kama angekuwa mama yako mzazi ungeniambia nataka kuongea peke yangu, tungeongea mbele yake. Kwa hiyo huyu ndo mama yangu na mimi nishamchagua, kwa hiyo kama unataka kuongea, ongea hapa. Sasa mimi ningeanzaje kumwambia baba kwamba eti nimemsikia mke wako akiwa anasema anataka tuwekee kitu kwenye chakula? Naanzaje? Uwezi amini, baba akakataa, kwa hiyo nikashindwa hata kumwambia lile jambo. Basi kesho yake, basi nzuri, wakati narudi tukawa tumekutana na baba njiani. Akawa amesimamisha gari, tukawa tumeingia kwenye gari, ndio kabisa nimwambie, nikamwambia baba, unajua nilikuwa nataka nikwambie, nikamuelezea nilivyovisikia. Baba anakuambia asipaki gari pembeni, akaanza kunifokea. Unataka kumsingizia mama yako. Kama yani unaona hamwezi kukaa na huyu mama, mimi ndio nishamchagua, huyu ndio mama yenu nyinyi hawezi kufufuka. Yani mke wangu alikuwa ananiambia siku nyingi sana kwamba wewe ni mkorofi, unamjibu vibaya, unamdendeshia kifua, nikawa najua ni uongo. Nitakupiga nikuvunje miguu. Masuala ya kuanza kudanganya nini, nilijua tu mke wangu alivyoniambia kwamba mtaanza kumsingizia vitu kwa sababu hamumpendi, kwa sababu hamtaki awe mama yenu. Nilijua tu mtaanza, lakini sikujua kama utamsingizia vitu kama hivyo. Nikamwambia baba, wallahi mimi simsingizini, kweli nilichosikia na ni kweli ninachokuambia. Baba akakataa kata. Tena akaniambia ukiendelea nitakupiga nikuue, kwa sababu sitaki uchonganishi. Maana unataka kutoa amani ya familia. Unaona familia imekaa, familia ina amani, wewe unaanza tu kuleta mambo ya ajabu. Hapo nilikuwa nimemwambia pia na hisi kifo cha mdogo wangu sio kifo cha kawaida, na kuambia baba akawa mkali vibaya mno. My dear, tukaenda nyumbani, nakwambia nimefika nyumbani sasa, tukawa tuongee, tukasema hata kuongea, tumepika chakula hatujala, tukawa tumeingia ndani. Baadaye sasa njaa zimetuma, ikabidi twende tukapakue chakula tu. Tukawa tumepakua chakula, tumekula nini hivyo. Sasa usiku wakati nimelala, nikawa nimeota. Yaani tangu mama afariki sijawahi kumuota. Ile siku ndo mama, yani nikamwona mama akiwa analia, nikawa analia machozi, analia sana. Akawa ameniambia, nikawa namuuliza mama, mbona umelia? Nikawa namsogelea, nataka nimguse, lakini kadri ambavyo nataka kumsogelea, yani kwa sababu nilikuwa natamani hata nimkumbatie. Kadri ninazozidi kumsogelea naye anasogea mbali. Akaniambia, mwanangu, kueni makini na mama yenu wa kambo. Najua yani kuna vitu ambavyo natakiwa kufanya, lakini kueni makini. Nitajitahidi kufanya chochote kile ninachoweza kufanya kwa sasa, lakini kwa sasa kama mnavyojua mimi nimekufa, siwezi kufanya chochote. My dear, nikashtuka nikiwa natetemeka, nakwambia ninaogopa, ninaogopa huku nina furaha, yani hata sijui hizo feelings, sijui hata zilikuwa ni feelings za aina gani. Kesho yake asubuhi nikawa nimeamka, tukajiandaa, tukawa tumetoka tunaelekea shule. Nikawa nataka nikamwambia mdogo wangu kwamba usiku nimemuota mama. Akaniambia hata mimi nimemuota. Nikamuuliza umemuotaje? Akaniambia maneno ambayo akaniambia vile ile ndoto niliyokuwa nimeota. Akanielezea vile kwamba naye kaota vile. My dear, nikikwambia nilishtuka itakuwa siwaelezei. Kimwemoni nikajiambia tu hapa yani lazima kutakuwa kuna namna. Sasa kesho yake tukawa tumerudi nyumbani. Huyo mama akawa anasema yani hapo mdogo wangu unajua alishapona kabisa. Huyo mama tulivyorudi nyumbani akatuambia kuna tena hapo katuita kikao yuko na baba. Akawa anatuambia eti baba sasa akaanza kutuambia, mnajua hapa kijijini kuna wachawi sana, mama yenu mdogo unajua ni mtu mzuri sana, anawapenda. Kwa hiyo kuna dawa ambayo amepewa huko kwa ajili ya kinga. Hii dawa mnatakiwa muitumie, mnatakiwa muinywe, mnatakiwa nyingine muogee, na nyingine muwe mnaweka kwenye mabegi yenu ya shule, muwe mnaenda nayo shule. Hapo nikamwangalia baba kama una wazimu. Hatujawahi kuumwa, hatujawahi kurogwa, hata mambo ya uchawi hatujawahi kusikia. Yaani from nowhere tu uanze kuja kutuambia eti kuna dawa muanze kutumia. Nikamwangalia baba kwa jicho la mwanaukome, nikamwambia ni baba, katika vitu ambavyo unataka kubugi ni hivyo. Hakuna dawa ambayo tunatumia na mdogo wangu hawezi kutumia dawa yoyote. Baba akainuka na kuambia anataka anipige. Nikasema hapa bila kudinda sasa, hapo sasa inabidi niwe mkali na kuambia.
Nikainuka, nakwambia kainuka, baba akaanza kuniambia unataka kupigana na mimi? Japo nimedinda, nakwambia kifua kikubwa, nataka kupigana kwa sababu sasa nilikuwa nimechoka. My friend, baba akawa amekaa akaniambia, yani nilijua tu, yani mama yenu alivyoniambia kwamba wewe unamdindiaga kifua, nilijua ni uongo. Sasa leo ndio amenithibitishia, yani najuta nyinyi kwa watoto wangu, yani najuta siku ambayo mlizaliwa. Wakawa wameondoka na kwambia kwa hasira, sisi tukao tumeingia chumbani, nikamwambia mdogo wangu kuwa makini, kama kuna kitu chochote huyo mama atakupa niambie kabla ujala. Yaani kama kuna chochote kile unataka kula, unataka kunywa ndani, uje uniambie mimi kabla sijafanya chochote. Sasa mimi ndio ikawa sasa natakiwa nimlinde mdogo wangu. Usiku nikaota mama akiwa, yani sasa ile mara ya kwanza nimemuota mama alikuwa analia, lakini safari hii akawa anatabasamu, akaniambia, mwanangu, nafurahi sana jinsi ambavyo unamlinda mdogo wako. Nimefurahi sana ulichokifanya. Yani haujui tu jinsi ambavyo umefanya, kimekuokoa sana. Kimewaokoa sana mwanangu. Bado nitaendelea kuwalinda. Nikawa nimeamka. Kesho yake tena asubuhi kama kawaida, mdogo wangu naye akaniambia tena amemuota. Lakini wakati huu mdogo wangu hakuota ndoto ambayo inafanana na ya kwangu. Akawa ameota tu anamwambia naniliu, msikilize kakaako kwa kila anachokuambia. My dear, siku hiyo tukawa tumerudi nyumbani. Tukawa tumeenda shule, tumerudi nyumbani. Sasa tukawa tumeagizwa huko, kuna sehemu city center ambao ndio kuna maduka, tunaenda kununua maduka. Wakati tunatembea, tuko njiani, kuna mbibi akawa anakuja usawa wa sisi ambao tulikuwa tunakuja. Akatusimamisha, akatuangalia, akatuambia, wajukuu zangu samanini, kuna kitu nataka niwaulize. Tukamwambia haya. Akatuangalia, yani alituangalia kwa jicho la masikitiko. Unajua lile jicho la mtu ambaye anakuhurumia Akatuangalia kwa jicho la huruma. Akafungua kuna kama kitambaa kihenkachifu alikuwa amekifungia kwenye kitu kama cheni. Akakifungua kile kihenkachifu. Akachukua vitu fulani hivi kama ni kama kitambaa cheusi ambacho kimefungwa hivi pembe nne, ambako ndani kuna kitu, kwa sababu tulikibonyeza mle ndani ni kama kuna vitu. Basi akawa ametuambia hivi vitu nimepewa na mama yenu niwaletee. Nikashtuka, nikamwambia mama, umepewa na mama, utuletee? Mama gani? Akasema, wajukuu zangu msiulize sana, lakini hakikisheni kila mnapoenda, kila mnachofanya, hizi ni kinga ambazo zitawasaidia sana katika maisha yenu. Hakikisheni hata siku moja hamuwezi kwenda kutupa, hamuwezi kwenda kufanya nini. Hii ndio itawasaidia kwenye maisha yenu yote. Nikasema roho nzito, lakini somehow kuna kitu akilini kinaniambia pokea. Nikawa nimepokea hivyo vidude ambavyo alivyonipa. Sasa kuna cheni fulani hivi ambazo tulikuwa tunavaaga, mama alitununuliaga hizo cheni. Kwa sababu mama yangu alikuwa ni mtu ambaye anauza urembo. Kwa hiyo kuna vicheni ambavyo alitutengenezea. Nikaenda nikachukua vile vicheni. Kwa ndani hicho kuna vicheni fulani hivi ambavyo vina kidani, ambacho hicho kidani kwa ndani unakifungua kuna picha. Sasa huko ndani kwenye kidani kulikuwa kuna picha ya mama, afu kila mtoto ana cheni yake, alafu kwa ndani kuna picha ya mama. Nikawa nimefungua vile, nikawa nimejitahidi nimesqueeze kale kadude mpaka kakaingia, na mdogo wangu akawa amevaa kile kidude. Sasa usiku nikaota sasa. Mama akawa ameniambia, mwanangu, nashukuru sana, yani wewe ni mtiifu sana, nakubali nimefurahi ulivyokubali kupokea kinga nilizowatumia. Naomba msitoe kabisa hizo kinga mwanangu. Muda wangu unaisha, naona sitaweza kuwasaidia tena. Kwa hiyo kinga nimeamua niwaletee kwa sababu muda wangu umeisha, natakiwa niondoke, sitaweza kuja kurudi tena kuwapa maelezo, lakini maelezo yote ambayo mmepewa au mkikutana na mtu yote atakayewapa maelezo, naombeni msikilize sana. Nikamwambia haya. Alafu mind you, hiyo jana yake wakati nimekutana na yule bibi alivyotupa ile dawa, wakati tumeipokea sasa nikawa naiangalia wakati tunatembea. Alafu ni njia moja tu ambayo imenyooka. Kote kuna mashamba. Ni njia moja tu ambayo imenyooka. Hata nimeangalia nikageuka nyuma, nataka nimwangalie yule bibi. My friend, sikumuona. Na ni bibi ambaye alikuwa anaonekana anatembea kwa mwendo wa kizeezee. Sikumuona tena. Namwambia mdogo wangu, kwani yule bibi kaelekea wapi? Akaniambia si yuko huko nyuma. Anageuka naye hayupo, ananiambia kaelekea wapi? Hakuna namna ambayo yule bibi alikuwa ameweza kutembea kwa umbali mrefu akawa amemaliza hiyo njia au kuingia kwenye shamba lolote. Kwa hiyo yani vile tu akawa amepotea. My friend, tulikimbia vipi? Basi kesho yake asubuhi nakwambia, tumeamka, tumeenda jikoni, tumeenda kupika. Nimeenda zangu kupika chai, maana namkaga asubuhi napika chai, mdogo wangu anakunywa chai kabla tujaenda shule. Nikawa nimeenda nimechemsha chai, nachukua majani ya chai, nataka niweke kwenye chai sasa tunywe. My dear, tell me why yale majani yakadondoka, yakamwagika kabisa chini. Alafu hicho kikopo ambacho kiko kina majani ni kikopo cha chuma. Kwa hiyo yani ile chuma ilivyodondoka ikaingia kwenye yale majani, hakuna namna ambavyo ningeweza
kuyachukua ile majani tukayapikia tena. Huyo mama akasikia na kwambia, akatoka kaja akakuta majani yamemwagika maidia, si akanipiga kofi. Akaniambia, wewe mtoto ni mharibifu, yani kila ninachokifanya, kila ninachojitahidi mnataka kuniharibia tu kila kitu. Kwa nini umevunja? Kwa nini umemwaga hayo majani? Jamani, akaanza kulia na kwambia, akakaa chini. Mimi najiuliza tena, huyu vipi, mbona hivyo? Mbona anakuaje hivyo? Maidia. Na nikajiuliza, nikamuuliza, wewe unacholilia unalilia majani au unalilia nini? Majani ya 500 sije 1000 unalilia. Ni akaniambia, hujui kitu chochote, mpumbavu, wewe umeniharibia mipango yangu. Mnaniharibia mipango yangu tu, nakwambia. Kaongea, baba akawa ametoka. Baba akamuuliza, unaongea, amekuharibia mipango yako? Mipango yako gani? Hii ni majani au ni kitu kingine? Sasa nikaona yule mama sasa ni kama ameona aibu, akaanza kujiumauma, akamwambia, hamna, ni mipango tu ya budget za nyumbani, si unajua. Akamwambia, mipango ya nyumbani, budget, majani ya 500 1000 ndio yanakusababisha mpaka umpige huyu mtoto ufoke kiasi hicho. Yule mama anakwambia akatoka hapo, nakwambia kwa jeuri vile, yani unajua vile kama kasusa, anakwambia akatoka akawa ameenda chumbani kwao. My friend, kuanzia hapo ikawa kuna vitu ambavyo nagusa sawa, vinakuwa viko sawa, havivunjiki, havifanyiki, lakini kuna wakati nilikuwa kama labda tumekuta chakula tunataka kula, vinadondoka vinamwagika. From nowhere tu vinadondoka vinamwagika for no reason. Hapo huyo mama akawa anafoka, lakini sasa hivyo akawa anafoka, mimi moyoni nikawa najua kabisa kwamba hivyo vitu vinavyodondoka na kuvunjika lazima vitakuwa vina sababu, kwani vinadondoka vinavunjika. Nikawa nasema kabisa kama hivyo vitu havikuwa na sumu, basi hivyo vitu havikuwa vina dawa ya kuweza kutufanyia kitu chochote kibaya. Siku hiyo sasa tukawa tumetoka tumeenda zetu shule, tukawa tumerudi, na kwambia tulivyorudi tukamkuta baba amekaa hapo nje, yani akawa anaonekana kama ni mtu mwenye huzuni fulani hivi. Nikawa nimemuuliza, baba, mbona kama una huzuni? Akanambia, mwanangu, nina shida, naomba tuongee. Wakati anataka kuanza kuongea, mama akawa ametoka, akaniambia, mwanangu, hebu twende tutembee. Tukawa tumeenda kutembea. Wakati tunatembea, baba akawa anatuambia, akawa ameniambia, mwanangu, samahani, unajua muda mrefu mmekuwa mkimwongelea mama yenu, mkiwa mnaongelea kwamba labda kuna vitu vibaya ambavyo anavifanya, na jinsi ambavyo nimeona reaction zake, yani kuna namna ambavyo mimi roho inanituma kuna kitu anakifanya. Sasa jana wakati nimerudi ndani, nimekuja kulala, sasa kuna mto ambao anasema kuna mto ambao ndani ambao yeye ndio mtu wake anaulalia, akaona washawasha akiwa hapo kwenye huo mto. Kwa hiyo akawa ametoa huo mto, ametoa foronya ile, anataka abadilishe foronya nyingine. Sasa alipotoa ile foronya, akaona ule mto kama una kitobo. Sijui hata kwa nini anasema hajui kwa nini hata akaangalia, lakini alivyoangalia mle ndani akakuta kuna vitu vimefungwa na kitambani kama irizi, vitu kibao, majina, picha yake, picha ambayo imeandikwa maelezo, yani kwamba anataka yeye asikilizwe, anataka kila kitu afanyiwe yeye. Ni kama alikuwa ameweka limbwata, lakini alikuwa limbwata lile baya ambalo yani baba anatakiwa awe kama zezeta. Baba akasema, yani mimi naogopa sana, sijui ni vingapi ambavyo ameshanilisha, kwa sababu yani sijui hata niliingiaje naye kwenye mahusiano. Yani sijui hata jinsi ambavyo ninavyoendelea, kwa sababu yani nashindwa kuambia, lakini tangu nianze naye mahusiano, kama mmeona vitu nyumbani vimebadilika. Na kweli vitu vilikuwa vimebadilika. Baba alikuwa ana tabia kununua vitu snacks, sijui mabiskuti, manini, masoda, yani vitu vilikuwa vingi sana kwenye friji. Lakini somehow tukajikuta tu yani ni chakula tu ndio hivyo basi. Hata ukimwambia wakati mwingine pesa anakuambia hana. Akawa anasema, unajua nimejikuta tu mama yenu aliniambia anataka niwe namuingizia mshahara kwenye akaunti yake, na kweli mshahara huwa anampaga. Akikaa baada ya wiki au wiki moja anaanza kuniomba hela, na ninajikuta tu siwezi kumnyima. Yani hali yangu kifinancial inaenda kuwa mbaya. Kwa hiyo mtoto wangu, naombeni muwe makini. Mimi sijui hata imekuwaje. Na hivyo vitu ambavyo vinavunjika, na imani kabisa mama yenu labda atakuwa anawalinda. Nikamuelezea kuhusu zile ndoto. Baba anakuambia, akaanza kulia, akawa anasema yani najuta sana, nimemkosea sana mke wangu. Mimi sijawahi kumuota, naona labda ana hasira na mimi kwa sababu nilikuwa na mahusiano na shuga yake. Ndio baba sasa akaanza kunielezea. Akaniambia kwamba alianza mahusiano na huyu shuga yake mama kipindi ambako mama alikuwa hai. Na aloanza kumtongoza mwenzake ni huyu dada, ndio aloanza kumtongoza, akaanza kumjaza maneno, kuanza kumwambia mke wake kwamba mke wake ana mambo ya ajabu, ana wanaume huko anapoenda kufanya biashara na wanaume kibao. Kwa hiyo baba akajikuta amemchukia mama, ndio akaanzisha mahusiano na huyu dada. Mind you, mamangu mimi alivyokufa hakuwa mgonjwa. Yaani mama hakufa mgonjwa, ilitokea tu akafa ghafla. Baba akaanza kuniambia, unajua nimekaa nimefikiria sana, inawezekana kifo cha mama yenu hakikuwa kimepangwa na Mungu, hata kifo cha mdogo wenu sidhani kama kilikuwa kimepangwa na Mungu, lakini sina ushahidi, sina cha kufanya, kwa hiyo siwezi kusema hata nataka ni accuse kwamba yeye ndio kafanya hivyo kwa sababu sina ushahidi. My dear, tukawa tumeongea, tumemaliza, tukawa tumerudi. Sasa baba unajua akawa amebaki huko, alikuwa na marafiki zake, akawa amebaki huko na marafiki zake. Mimi nikawa narudi taratibu huko, nikawa nawaza, nikawa nafikiria vitu alivyokuwa ananiambia. Nimerudi, wakati narudi na karibia kufika nyumbani nikasikia mtu anaongea, like alikuwa amesimama kama kwenye mashamba hii ya migomba, kuna mahindi nini, akawa amesimama huko shambani. Nikamsikia huyo dada ambaye ndio mama yetu, alikuwa huyo mama yetu mdogo sasa, akiwa anaongea. Akawa anasema, yani unajua siamini, yani unajua siku hizi nimeanza kumuota mama yao ananikimbiza, yani alafu ananikimbiza kila siku ninapoendelea kuota ni kama anataka kunikamata. Yani sijui hata inakuwaje.
yani kuna wakati mpaka najuta hawa watoto imeshindikana kufanya chochote kwa sababu kila nikija na dawa nikiweka sehemu yoyote ile sijui ni kama wanajua kwa sababu wanavunja. Sasa sijui nini kinatokea mpaka hivyo vitu vinavunjika, lakini sijafanikiwa kuwapa dawa hata iweje. Baba yao nao nahisi ameshajua kwa sababu amekuwa mkali, yani amekuwa hanielewi tena. Naona ameenda kubadilisha majina kwenye account, ameenda kubadilisha majina ambayo mshahara utakuwa unaingia. Kwa hiyo yani akawa anamuuliza sasa huyo mtu nifanye nini kwa sababu sielewi nini kinatokea. Wakawa wameongea hapo, akamwambia yani najuta yani unaona yani mimi nilikuwa najua ni kitu cha fasta tu, namaliza kazi fasta niendelea na maisha yangu. Sasa nimejikuta nimekwama na hili lizee, sasa sijui nitafanya nini. Si akageuka akakuta nimesimama namchungulia. My dear akaanza kunikimbiza, anataka kunipiga, nakwambia. Nikakimbia nikarudi sasa kule baba ambapo alipokuwa. Nimefika baba akawa ananiuliza ni nini, mara mama akawa amekuja hapo anauliza ni nini. Ndio mama akaanza kumwambia najua huyu mtoto wako ataanza kukuambia vitu vya uongo. Kuna kitu nilikuwa nataka nimwagize akanijibu vibaya, nimempiga kofi, ameniambia anakuja kwako atakuja kukuambia vitu vya ajabu, atanikomesha. Baba akamwangalia akaniuliza ni nini. Nikamwambia baba naomba tuongee, kuna emergency naomba tuongee. Nikawa nimemuita baba. Akawa tukawa tumesogea pembeni. Mama akawa anatufuata na kuambia hataki kutuacha. Mpaka watu wakawa wanashangaa, maana tulikuwa tunapigizana kelele. Mimi nataka baba nikaongee naye, huyu mama naye anataka anifuate aende akasikilize ninachoongea na baba. My friend. Tukawa tumevutana mpaka akawa ameondoka nyumbani kwa hasira na kuambia, yani akaondoka ameondoka anatetemeka, ni ana hasira huko anaogopa. Nikaenda nikamuelezea baba nilichosikia. My friend. Baba akaanza amepiga simu akamwambia tu huyo mtu hakikisha hauji peke yako. Tukawa tumetoka na kuambia tunakimbia, tumefika nyumbani tukakuta yule mama yuko mlangoni, yupo getini, yupo na mageti anataka kuondoka. Baba akamwambia simama hapo hapo, unataka kuondoka kwenda wapi? Sijui unanielewa vizuri. Akaambiwa yani hapa huwezi kuondoka. Akawa amekaa, baada ya muda gari ikawa imekuja, wameshuka mapolisi wakaja wakamkamata yule dada. Sasa kwa sababu mimi sikuenda polisi, unajua baba inabidi afuatilie. Mimi baba alikuja tu akaniambia kwamba huyo mama alikiri kwamba alikuwa anamuonea mama wivu kwa sababu jinsi ambavyo mume wake alikuwa anampenda, alikuwa anamspoil. Kwa hiyo akaingia kwenye mpango yeye na bwana wake, aje amtongoze baba, aanze kutembea naye, alafu sasa amuue mama. Unanielewa vizuri? Kwa hata mama yeye ndo alomuua, mdogo wetu ndo alomuua, na alimuua kwa dawa ambazo alikuwa anazitoa kwa mganga, sio dawa za hospitali. Ndio maana hata magonjwa yalikuwa yanaonekana kwa sababu zilikuwa ni dawa za kienyeji. Na mpango wake ilikuwa ni mpango kwa kutuua na sisi. Yani anasema tu kila alichokuwa anakifanya ilikuwa inashindikana, na hajui kwa nini ilikuwa inashindikana, kwa sababu yani kitu chochote kile ambacho kilipasuka, kuanzia yale majani, kuanzia vile chakula, kila kitu alikuwa amevipoison, alikuwa ameviwekea sumu. Sio, unanielewa vizuri? Ndio anasema yani ni mpango wangu ilikuwa ni waue hao watoto wote kwa sababu wao ndio walikuwa warithi. Alafu mwisho nimbembeleze baba yenu aniingize kwenye urithi wake kwa sababu atakuwa hana watoto, hana nini. Alafu baada hapo nimfanye kama Zezeta huyu baba yenu. My dear, baba wakati ananielezea alikuwa analia. Akawa ananiambia wanangu, yani sijui mmeponea poneaje, yani sijui hata imekuaje. Nikamwambia jinsi ambavyo vile vitu vilikuwa vinatokea, maana nilikuwa nashindwa kumwambia kwa sababu alikuwa aniamini. Ndio nikamwambia kuhusu yule mama ambaye tulikutana naye, nikamwambia kuhusu vile vitu alivyonipa, nikamwambia kuhusu ndoto ninazoota. Baba akalia kama mtoto mdogo, sije kumuona akiwa analia vile, hata jinsi ambavyo mama alivyokufa mdogo wetu sije kumuona analia vile. My dear, yule dada akawa amekamatwa, akaelezea hivyo vitu vyote, jinsi ambavyo alimuua mama kwa sababu ya tamaa. Boyfriend wake akawa amepigiwa simu, akaambiwa mpigie, mwambie aje sehemu fulani kuna pesa aje achukue. Kweli akawa amekuja naye akakamatwa. Wakakiri vitu ambavyo walifanya ni kweli, walimuua mama, walikuwa wamemuua mdogo wetu, na alikuwa amepanga na sisi wenyewe atuue. Mwisho wa siku baba sasa, kwa sababu alikuwa anapewa dawa kidogo kidogo, mwisho wa siku angekubali kuhamishia nyumba na magari na vitu vyote, angemhamishia kwenye majina yake kwa sababu watoto wake wote washakufa jamani. Kwa sababu kulikuwa hakuna ushahidi physical, lakini walikuwa wamekiriwa wenyewe. Huyu dada akahukumiwa miaka 15 kwa sababu yeye ndo alofanya. Huyu kaka mwingine akawa amehukumiwa kama miaka 7. Baba alituomba msamaha. Baba alikuwa analia kama mtoto, sije kumuona analia vile. Akatuambia wanangu, samahani sana, sikutegemea kama nakuja kuwaletea nyoka kwenye maisha yangu. Yaani najuta hata ile siku ya kwanza ambayo nilimkubali huyo mwanamke. Tukamsamehe tu kwa sababu unajua hata usipomsamehe mama alishafariki, kwa hiyo hakuna chochote kile tunaweza kukifanya. Tukawa tu tumemsamehe. Sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima na maisha yangu. Mdogo wangu yuko chuo mwaka wa mwisho mwaka huu. Na vile vitu zile dawa ambazo tulipewa mpaka leo niliendaga nikazitengenezea chini nzuri, mpaka leo tunazo, tunaendelea na maisha. Baba hajai kuoa tena, yuko mwenyewe na ninamuona tu yuko sawa, yuko ana furaha, maisha yetu yanaendelea. Anafanya kazi zake kama kawaida, ana afya kama kawaida, na sisi tuna afya kama kawaida, tunamshukuru Mungu jamani. Yani kama ingekuwa tu sio spirit ya mama kuwa anatutokea na kutupa maelezo, my friend, na hisi mimi na mdogo wangu wote tungekuwa kaburini sasa hivi. Japokuwa roho inaniuma, mama yetu alifariki na ule mdogo wetu alifariki, lakini nashukuru hata tumebaki wazima kwa sababu ule mpango wa yule mama haukuwa mpango wa kutuacha sisi wazima jamani. Kwa hiyo jamani, kila mnapoenda ombeeni familia zenu jamani. Wanaume punguzeni tamaa, mnaleta mabalaa kwenye familia zenu. Yani kama sio tamaa, ule mwanaume mke wake mpaka leo angekuwa hai, mtoto wake angekuwa hai. Kwa sababu tu ya tamaa ya mbuchuchu ya siku moja
ameenda kupoteza familia yake, na bado angepoteza familia yake pakubwa. Yani jamani, kwa sababu ya tamaa. Wanaume kuweni makini, hata wanawake pia kuweni makini na marafiki ambao mnakuwa nao, kwa sababu huyo dada alikuwa ni rafiki wa huyo mama, rafiki yake kindaki. Sema ndio hivyo, dada anasema kwa sababu huyo mama aliyofariki alikuwa anamuelezea mambo yake, anamwambia, akilitoa zawadi na mume wake anaenda kumwambia, anamwambia mume wake anavyoipenda familia yake, anamwambia mume wake anavyohudumia familia yake, anamwambia kila kitu. Kwa dada ndio anasema akawa ameona wivu, japokuwa hiyo sio sababu maalum ya kwenda kuua familia ya mtu jamani. Kwa hiyo kuweni makini, sio kila kitu cha kuambia mashoga zenu. Kuna vitu sio hata vya kumwambia shoga yenu, kuna vitu sio vya kuongea. Mnaenda, kuna wengine najua kabisa mnaenda kuwaambia mashoga zenu jinsi mabwana zenu wanavyowakaza vizuri. Ukute bwana wake huko anakibamia, alafu ndio kumwambia bwana wako anamshiride na anakukaza vizuri, akikuchukua anza kusema mashoga mabaya, washoga mabaya. My friend, kuweni makini. Huyo dada na bwana wake huko aliposhindana walambe matako kumanina zao. Tena hiyo miaka midogo na Yesu wameipata. Wangepata hata kifungo cha maisha kumanina zao. Kwenda kuua mke wa mtu, rafiki yako na mtoto, unataka kuoa na watoto wengine. Yaani kama sio spirit ya huyo mama kuwalinda watoto wake, kulinda familia yake, sijui ingekuwaje maskini. Ingekuwa story nyingine. Uchawi upo. Jamani, nawaambiaga kila siku, kama haijakukuta useme haijatokea. Dunia ina vitu vingi sana vinavyoendelea kwenye hii dunia. Nawapenda jamani, asanteni kwa kusikiliza story yangu, asanteni kwa kusikiliza episode ya leo. Jipangeni kwa episode nyingine mpya kwa sababu ninakuwa nawapigia siku, nitakuwa nawapostia story 2 au 3 kwa siku. Jamani, asanteni. Naomba usisahau kucomment, kulike na kusubscribe kwenye channel yangu na kunifollow jamani. Mungu awabariki, nawapenda. Kwa heri. Bye bye. Bado nasubiri mkuchomo. Haya. Bye.